wakiweka wazi ukubwa wa changamoto za matibabu katika kata hiyo wakati wa ziara ya kamati ya siasa na utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Njombe. Katika mradi huo, wananchi wamesema wagonjwa mahututi na wajawazito walikuwa kwenye hatari ya kupoteza maisha kwa sababu ya kufuata matibabu zaidi ya kilomita 50, na kwamba punde baada ya kupatiwa fedha za mradi wakalazimika kuhamasishana, kuchangishana nguvu, ikiwemo kusomba mawe na kuchanganya zege ili mradi ukamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Tumeomba ili ombi kwa muda wa miaka mingi na kituo cha afya tulikuwa tunakosa. Tulivyokuwa tumepata, wananchi wa Ninga tulifurahi na tupo tayari kujenga. Changamoto na tunajitokeza wamama kwa wingi kufanya hii kazi kulingana na hali iliyopo. Mtu unaweza kawa umefika muda wa kujifungua, unaondoka unakodi gari unaenda Kibena, tunatoa hela nyingi, na ndio maana tulipopata huu mradi tumepata kipaumbele cha kufika kwa wingi na kufanya kazi kwa bidii. Tumeamua kuja na kujitokeza kwa wingi kufanya kazi hii kwa sababu ya uhitaji wa huduma ya afya. Tumekuwa tuna changamoto ya kufuata mbali huduma kutoka hapa mpaka dispensari ya Ikuna. Awali Dr. Frank Mganga, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Njombe, amesema serikali imetoa milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje na maabara, na kwamba ifikapo Machi 20 unapaswa kuwa umekamilika na kuanza kunufaisha wakazi wa vijiji vya Nlima, Ninga, Isitu na kata za jirani. Tunatarajia kwamba kufikia mwezi wa 3 tarehe 20 ujenzi huu utakamilika, na tayari tumeshapokea watumishi kwa ajili ya kuja kuanza kutekeleza majukumu yao kama kawaida. Kata hii ina wakazi wengi, kwa hiyo tunatarajia kwamba watakuja hapa kwa ajili ya kupata huduma, lakini pia bahati mbaya kata hii ni kwamba sehemu ya karibu ya huduma ni mbali, kwa sababu rais ametupa fedha, tunajua wajibu wetu sisi kama madiwani, tukiongozwa na diwani wa hapa ambaye ndio msimamizi wa huu mradi, tutahakikisha tunasukuma baadhi ya mambo ambayo yamekwama ili kituo hiki kikamilike kuwahudumia wananchi. Ukiacha ukaguzi wa mradi wa kituo cha afya, kamati pia imekagua mradi wa madarasa shule ya msingi Lunda uliogharimu milioni 132, mradi wa maabara sekondari ya Ninga milioni 20, na mradi wa ujenzi wa shule ya msingi ya kijiji cha Lunguya unaogharimu milioni 329 ambao umechelewa kukamilika, na kisha kumsukuma mwenyekiti wa CCM wilaya Njombe Justin Nusulupila kutoa maelekezo kwa halmashauri. Tumepata utetezi wa wazi, sababu za kuchelewa hela zimechangia pia, lakini sababu ya ajira ya mafundi nayo imechangia, changamoto ambazo mara nyingi zipo, na ndio maana tulitoa maelekezo tarehe 5 pokea mradi. Tumetoa hapa maelekezo ya kutosha, wenye umeme watusaidie DC, kwa sababu atatulia amerudi, atatusaidia kusukuma kwa umeme, wafike hapa tupe umeme wa muda mfupi, wafanye kazi usiku na mchana, jambo likamilike. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.